Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye yupo katika gereza kuu la Ukonga kama mshtakiwa wa tuhuma za uhaini katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam, amesema kuwa atakuwa wa mwisho kutoka gerezani hadi pale wafungwa wengine wote wa kisiasa watakapoachiliwa huru. Lissu, mwenye siku karibu 224 sawa na miezi 7 gerezani, anaamini kuwa mashtaka yake ni ya kisiasa na kwamba alishikiliwa ili uchaguzi mkuu upite, ambapo amesema haoni uhalali wa shauri hilo. Lissu anadaiwa kusema kuwa yeye atakuwa wa mwisho kutoka gerezani hadi pale wafungwa wote wa kisiasa watakapoachiliwa. Tarehe 17 Novemba mwaka huu, aliyekuwa mbunge wa Mbeya mjini Joseph Mbilinyi maarufu Sugu alichapisha kwenye ukurasa wake wa mtandao wa Instagram picha ambayo ilimuonyesha akiwa ndani ya gari akiandika maneno yafuatayo: "Ndiyo natoka gerezani kumtembelea mwenyekiti wetu Lissu gerezani kama alivyoniagiza pale mahakamani juzi. Tumezungumza naye mambo mengi ya chama na nchi kiujumla. Yuko imara sana na anasema yuko tayari kuwa wa mwisho kutoka gerezani hadi wafungwa wengine wote wa kisiasa nchini Tanzania watakapoachiliwa huru bila masharti yoyote," ameandika Sugu kwenye ukurasa wake huo wa mtandao wa kijamii wa Instagram. Ujumbe huo umetafasirika kwamba ni sharti la Tundu Antipas Lissu endapo mengine yaliyowahi kuelezwa kama msimamo wa Chadema, ikiwa pamoja na tume huru itakayotoka nje ya nchi yenye kuaminika kuchunguza matukio yaliyotokea kwenye uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Msimamo mwingine wa chama hicho ni pamoja na familia kupewa miili ya ndugu zao waliouawa kwenye maandamano yaliyotokea kwenye uchaguzi. Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini yenye namba 19605 ya mwaka 2025. Anadaiwa kutoa maneno ya kuitishia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinyume na kifungu cha sheria cha 39 ibara ndogo ya pili D na cha sheria ya kanuni ya adhabu.